Wakati maelfu duniani kote wakisubiri kuona ni nani atakayekuwa mrithi wa Papa Francis ambaye alitangulia dunia Aprili 21, pale Vatikani maelfu walikuwa wamekusanyika kusubiri kuona ni moshi mweupe ama moshi mweusi utatoka Mei 7. Hatimaye moshi mweusi uliotoka kwenye chemni ya kanisa la Sistine, ishara kuwa makardinali wameshindwa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki katika duru yao ya kwanza ya kura ya kongamano lao. Kwa hiyo moshi mweusi ndio ambao ulionekana. Makumi maelfu ya watu ambao walikuwa wamekusanyika katika viwanja vya Mtakatifu Petro walikuwa wakisubiri moshi huo ambao ulitoka karibu saa 3:15 tu baada ya makardinali 133 kujifungia kwenye mkutano wa faragha. Makardinali hao waliondoka na kurudi kwenye makazi yao Santa Marta, ambako wanakaa kwa ajili ya uchaguzi huo. Wataanza tena shughuli yao siku hii ya leo, navyoweka sauti hii Mei 8, 2025 asubuhi kwa saa za kule Italia. Makardinali waliitwa Roma kufuatia kifo cha Papa Francis mnamo Aprili 21 baada ya miaka 12 ya kuwaongoza wa Katoliki bilioni 1.4 ulimwenguni kote. Chini ya utamaduni wa karne nyingi, walio chini ya miaka 80 kupiga kura kwa siri katika kanisa la Sistine hadi mmoja wao atakapopata wingi wa theluthi 2 ya kura 89 ili kuchaguliwa kuwa papa, huku wakiwa wamejifungia ili kuepusha uingiliano. Mbinu yao pekee ya kutangaza matokeo yao ni kuchoma kura zao kwa kutumia kemikali maalum zinazotoa moshi. Moshi mweusi unaashiria uamuzi haujafanyika, na kama ni mweupe ina maana papa mpya amepatikana. Kongamano hili la makardinali ndio kubwa kabisa lenye sura za kimataifa kabisa, likiwaleta pamoja makardinali kutoka karibu nchi 70. Wengi wao hawakujuana kabla. Kama vile Kardinali Lugamba amekuwa kardinali siku tu za hivi karibuni. Kwa hiyo idadi kubwa ya makardinali wengi walikuwa hawafahamiani. Hakuna anayepigiwa upatu kumrithi Argentina mwenye aiba Papa Francis. Changamoto zinazoikabili taasisi hiyo iliyoanzishwa miaka 2000 iliyopita ziko wazi. Papa mpya atalazimika kukabiliana na hali ya kuweka usawa wa kidiplomasia katika wakati ambao kuna sitofahamu ya siasa za kikanda pamoja na mgawanyiko mkubwa ndani ya kanisa. Pia kuna mgawanyiko unaoendelea kutokana na kashfa ya unyanyasaji wa watoto wanaofanywa na makasisi, lakini pia katika nchi za magharibi kule kuwa idadi inayoongezeka pia waumini wanaojiondoa kanisani imezidi kuongezeka. Kuna duru 4 za kura kwa siku hadi mshindi hapatikane. Francis na mtangulizi wake Benedict wa 16 walichaguliwa ndani ya siku 2 tu, lakini uchaguzi wa papa uliochukua muda mrefu zaidi kwenye historia ambao ulidumu siku 1006 kuanzia mwaka 1268 hadi mwaka 1271. Wakati huo katika upande wa pili wa Roma, wanaharakati wa haki za wanawake waliokusanyika kupinga kutokuwepo kwa wanawake katika mkutano wa makardinali wa kumchagua papa. Miriam Duignan wa taasisi ya Wingard ya utafiti wa Katoliki yenye makao yake Uingereza alisema kwamba makardinali hawawezi kuendelea kuipuuzia 50% ya Wakatoliki. Unaisikiliza kutokea Jembe FM TZ, lakini pia kuna wale ambao unaisikiliza kupitia channel yangu ya Kadushi Media. Big up, una lolote lile unaweza kutuandikia hapo chini. Mimi ni Pasco Kadushi PK.